Nataka ni wakati mwingine wapata kusikia neno. Tarisha kwa sitatana ni nani amesimama mbele yako. Tunapiga makofi, mbona tusimame? Asifiwe tena. Ni neema tu. Msomaji mbele kitabu cha Wakolosai 3:12. Bwana Yesu asifiwe. Si rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Simama mbele za watu inahitaji courage. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaweza simama mbele akaanza kutetemeka. Mwanaweza kujitolea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kila mtu ambaye kuangalia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipokaa iko jana. Sasa nikajiuliza, mimi tena. Nasema nitakumbuka nani tulifundishwa shuleni. Ni Wafilipi 4:13 inasema Kizungu lakini I can do all things through Christ who strengthens me. Naweza fanya kila kitu katika dunia kupitia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tutajipa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuona neno kutoka kitabu cha Yeremia. Yeremia aliitwa akiwa mdogo. Watafiti wanasema aliitwa akiwa na miaka 13. Akamwambia Mungu, mimi siongee. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema haijalishi, nitakupata maneno. Bwana Yesu asifiwe. Sawa. Wacha nitumikie Mungu. Maana tuliletwa duniani kwa sababu kutumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa maneno kitabu cha Wakolosai 3:12. Tuamini kwa ajili ya neno. Asante mtakatifu kwa mbingu na nchi, tunakushukuru kisawani, asante. Ni neema yako, ni nguvu zako Mungu wangu, umetupa uhai tena, ni neema Mungu wangu. Ukasema nikisema asante. Tulikuwa hapa jana Mungu wangu, umetulinda kutupigania, tukaenda salama, tumeamka salama, tumekusanyika tena. Tumefanya kazi siku zote 6 Mungu wangu, na 7 ni siku leo ili kuabudu Mungu wangu. Wakati na majira haya mtakatifu, tunakwenda kusikiliza neno lako Mungu wangu. Hii ndio njia Mungu wangu, tunahitaji Mungu wangu atuongoze na kutupigania. Tumie mtumishi wako leo kupeleka madhabahuni mtakatifu Mungu wangu. Na imani tutakuwa naye na kumaliza naye, maana hakuna kama wewe. Tutajana kwa Yesu Kristo, ni Mungu anatakuwa wewe. Nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Wakolosai 3:12 nasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Bwana Yesu asifiwe. Wateule, yaani tulitolewa katika njia zilizoko mbovu, tukaenda katika njia ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Njia zilizokuwa mbovu ni njia za mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi tayari nililelewa katika njia ya Ukristo, nilizaliwa kwa Mkristo, but kulifika wakati nilikuwa sasa nasema hii dini sasa ni dini gani? Mimi nilikuwa Mkristo, nikawa Muislamu, nikawa Mkristo, nikarejea tena kwa Uislamu, nikaja kwa Mkristo tena. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nikitangetana kwa sababu ilifika wakati mama alikuwa anaenda kazini, achoweka na baba yangu. Alipoamka wakati ikifika saa 10, saa 7 kwenda msikitini. Sasa hata nyumbani naboeka. Nilikuwa naboeka nini? Twende sote. Hata nitaendelea kama kwa mimi nikienda na mimi naenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikuwa nikitangetana, lakini nikifika shule wenzangu wote ni Waislamu, mimi ndo Mkristo. Sasa nilikuwa nakuchora peke yangu. Sasa ndio Ramadhani. Ndio mwana nataka kufunga. Leo anasema ukifunga vile mpaka mapiko ni chapati, vitu ngoma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
Nilikuwa najifanyia kwa maana nini wacha nifunge sasa. Ndio nilikuwa na yaani kwa Uislamu Bwana Yesu asifiwe. Tulijiondoa katika njia zilizoko kwa Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio kweli. Hizo nyimbo za hawa wasanii hawa. Achana na hawa wasanii wa Yesu. Wewe kuna msanii wa Yesu na kuna msanii wa Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nazipenda sana kabisa. Nilikuwa Dar es Salaam kwa nilikuwa kama nyimbo za Peter challenge yake sijui. Bwana Yesu asifiwe. But Mungu aliona huyu mwanangu akiendelea na njia haitampeleka mahali. Bwana Yesu asifiwe. Watakatifu wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu alikupenda kabisa. Katika kitabu cha Yohana 3:16 nasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amaanisha kila mtu hapa duniani anapendwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye alikupenda akaona wewe mwanangu ukimwacha katika njia hii atapotoka. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama binadamu ambao unakuja kanisani na ukisikia neno unasema hili neno hili neno Bwana Yesu asifiwe. Shukuru Mungu kwa sababu gani? Mungu bado anakupenda na kufikiria. Anasema Bwana Mungu anataka katika njia aje katika njia ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Maana si rahisi kutembea katika wokovu. Maana kubarikiwa unaweza kubarikiwa leo. Lazima kuna challenges utapitia kiasi alafu ndio ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Tunaanza na rehema. Bwana Yesu asifiwe. Yaani moyo wa kukubali. Kama hivi tuchukulie kama Mungu. Mungu ni mwingi wa rehema. Uchukulia tangu uzaliwa nikapigana umesifanya. Mwingi sana, hata uweze hesabu. Mazuri ndio uweze hesabu. Unasema nilisaidia mtu shingoni. Nikamlipa yangu school fees. Nikamfikisha kiboko uweze hesabu. Lakini mabaya, uweze hesabu kabisa. Lakini Mungu akasema, mwanangu, sitaangalia mabaya. Mimi nataka atoke katika ile njia. Bwana Yesu asifiwe. Nasema utu wema. Kwa mtu wale mtu wa kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Utu wema kila maana unapotembea. Usiangalie mtu ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Hata akitenda jambo baya, mfano yani niwe na mtoto anaona mtoto pita mkanya wa mtoto, lakini sio kuangalia ile ubaya yake kila saa. Wewe angalia ile pita mtoto na inatabiri zangu. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu. Unyenyekevu ni kitu kingine cha maana sana katika dunia. Hata shetani alipokuwa ni malaika wa mbinguni, hata aliposema kitu kimoja, unyenyekevu. Mungu kabisa, waliona mimi nimepewa kila kitu. Uchukulia mtu mabawa yake, ndio vile kuninanga pale, mabawa yake. Kufanya hivyo ya sauti fulani, kufanya sauti. Hata ile Mungu alijisikia yani. Ana kile kiburi sana kama wewe ungeomba na kusema kwa hiyo. Sote naweza kuanza kutoka mamlakani. Ndio hakuwa na unyenyekevu. Sasa sisi tukiwa wanyenyekevu, na tukijua neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sana kumshinda huyo shetani. Upole, uvumilivu. Mimi kwa sababu uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu. Uvumilivu unataka moyo mwingine seme si yani moyo wa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani niseme kama moyo wa body. Bwana Yesu asifiwe. Mfano unapopitia majaribu, Mungu anasema tushukuru kila jambo. Uchukulia mimi napitia jaribu kwa sababu nishukuru. Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu. Uvumilivu kwa mvumilivu bila mbivu. Unapovumilia kwa miaka mingi, kila Mungu atakachokupa akitazima kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, ndivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Yaani kama hapo ndio kifungo yani. Niseme kama amri ya mwisho ambayo sasa Katiba alisema ndio hii hapa amri mpya na hapa. Mpenda katika dunia hii hata wazao kufanya nini? Tunachukulia kama ndugu yako kama dada yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika kila kitu yani. Bwana Yesu asifiwe.
Wale tunaona kama mwenzangu, sisi kama mwili mmoja, sisi mfanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Upendo ndio umekamilisha uaminifu wote. Bwana Yesu asifiwe. Cha ukamilifu na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Kristo. Mara ya kwanza unapookoka, kichopata kupata wani amani, ile ukweli. Maana watu huja kwa Yesu kwa sababu ya shida. Wengine waligongwa mwanzo ndio wakaja. Kuna wengine waliamua sitaki kutumia tena shetani. Wacha nirudi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama jana nakumbuka nilifundisha kuhusu kumpokea Yesu. Na nikasema katika sisi dini mbili, katika hii dunia kuna hizi dini mbili ambazo si dini, na hizi zimekuwa superior sana, Uislamu na Ukristo. Mimi nilikuwa kama dini yangu hapo. Ndio sikosi swala hilo kweli. Dini inaharakisha kubali watu ndio msikitini. Ile mwenye anaanza kuswalisha akianza mimi naanza. Ndio hapo aliposema. Jana nilisema kwamba sisi wa Kristo tunafaa kubarikiwa hata kushinda wengine. Kwa sababu gani? Tunajua ile njia. Lakini sisi sasa tumanganie nao ile njia utukubali. Bwana Yesu asifiwe. Mwanangu nakumbuka kitabu cha Biblia, acha nimesoma kweli. Biblia inasema wazee 24 wanainama wakimsujudia. Na kitabu cha Qur'an inasema mitume ni 25. Sasa wanajiuliza huyu watano yuko wapi? Na kama Biblia inasema wazee 24 wanazunguka wakiinamia, na hao watano yuko wapi? Ndio nikajanga Biblia mwenyewe. Nikakumbuka kwamba Yesu yule kafundisha na baba akasema Yesu ndio Mungu. Yesu ni doubt Mungu. Maana ni mwana wa Mungu, ni Mungu. Nikadoubt mara sana, but kuna kitabu huko mbele inasema alishuka kwa mwili wa binadamu ili aje convince mgeuke. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka jana nilifundisha kwamba hawa ndugu zetu mswana wako na roho, hawa ndio wale Masadukayo na Mafarisayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Yesu alishuka yeye mwenyewe akashuka. Aliposhuka akataka akonfiskia nzima yote imwamini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kulikuwa na haya kwa hawakuamini, wale Mafarisayo na Masadukayo. Sasa nilipoona kuna haja niamini bado. Na atuma mtume mwingine. Because katika ile nambari, I think Jesus is the second last thing. Alafu ndiye mtume Muhammad. Sasa alipokuja yeye akaona kuna hawajaniamini. Wale hukumu yani. Roho hawezi kuweza kirahisi. Sasa akatuma mtume Muhammad sasa aje awakonfess. Kwa maana hata ukafanya nini wale ndugu zetu tuko katika ile njia yao si rahisi. Hata mimi nijaribu kwa sababu gani wanafuata zile mila za Musa. Ile ukizini unafaa kupamwa mpaka hofu. Kama vile ile kahaba karibu kupamwa mpaka hapo. Na ukiiba unapata mkono. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wale ndugu zetu na sisi wanaofaa kubarikiwa sisi kwa sababu gani? Tunajua ile njia. Na njia yenyewe ukitaka kuosana njia lazima ufuate nini? Sikiliza, kwa Mungu akusikiliza na Mungu akutenda. Bwana Yesu asifiwe. Na baraka utazipata. 15 inasema na amani ya Kristo iamue moyoni mwenu. Ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja, tena iweni watu wa shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Mliitwa katika mwili mmoja, kwa ni mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na muwe na shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ile ukweli nilipokuwa shule nilikuwa kuna mali napita kweli napita ni naongoza. Kile wakati nikaanza kujigemea. Sasa nikasema mbona Mungu ni hivi?
Lakini ile method nikasema masimu media amekuwa mingi. Lakini ni anang'ana bado nasoma kweli. Lakini bado bwana naendelea kujijengea. Nikakumbuka kweli kwa kushukuru kila jambo. Nilipoanza kushukuru kisha nikapata mfano na kwa katika masimu ya 8 katika kama 60 nasema kama naolewa tuko na shukuru na nilipoendelea kupata kujokezea kwa kushukuru kwa Yesu asifiwe. Niliona ile maendeleo yangu yakiinuka tena kwa Yesu asifiwe. Maana kuna kushukuru ni kitu kingine nzuri sana. Mfano mimi nikuajiri hapo niseme asante. Ule mtu anayekuajiri anakuuliza wewe uko vipi? Akupigi tena kwa asante. Anakuuliza mwanangu Eza kukimbia kabisa. Sasa sasa mwanangu ni kinyo. Lakini ende pikajio. Hapa anaambia asante. Kofi, asante. Shapanga, asante. Tarusi. Ana anakushangalia kama vile Mungu. Yeye anasema jaribu halina budi kuja, lakini ombi lake analeta jaribu. Yesu asifiwe. Sasa mfano wewe jaribiwa kwa miaka hii yote kabisa, wajaribiwa kila siku, lakini bado una msimamo wa Mungu. Yesu asifiwe. Sasa ndio mwanangu kweli Mungu anafaa zawadi. Yesu asifiwe. Kwa maana ukiwa na uvumilivu na shukrani kila siku, ambaye atakalo kushinda. Yesu asifiwe. Ndio tutakuwa na ule msimamo. Tunamshukuru Mungu wote, amka asante. Ukipata jaribu katikati ya njia, asante. Bwana Yesu asifiwe. 16 nasema, neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo za tenzi za roho, huku mkimwimbia Mungu kwa neema moyoni mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hili ndio kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno ndipo si neno basi tungefundisha nani? Ama basi tungepiga Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe ndio kupitia hili neno. Na hili neno maneno ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tangu mwanzo katika Kristo na kwa kusikiliza neno. Sasa kama wewe utatoa neno kwa usikilize kabisa, unaongozwaje? Bwana Yesu asifiwe. Au utabarikiwaje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunafaa kusikiliza hili neno, maneno ndio yanatuongoza. Neno la Kristo nalikae wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Wewe kama mtoto, Bwana Yesu asifiwe, kama mtoto wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, onyeka. Ungahili kusikiliza sana. Hapo usikatae mwito, bali kataa unachoitiwa. Na maanisha nini? Mfano mimi tuna Pastor Prince. Nezaenda, lakini kama kitu ambacho ananitia ni kibaya, nizikataa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninasema neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, kufundishana na kuonyana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mfano mimi nimeona, alafu sijakubali ile maono. Hata Mungu saa zingine anaweza kuangalia kusema mwanangu yeye amenikataa, atakuacha kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kuona ile moyo kwa sababu gani ameniacha au bado atakuvumilia hivyo. Hata Mungu anasema hapendezi na kitu cha mtu mwenye dhambi. Kwa sababu gani? Anataka watu wengi waende kule katika pepo. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe bado unataka kutika dhambi. Sasa unaposikiliza wale mafundisho na kuona, Bwana Yesu asifiwe, kubali. Bwana Yesu asifiwe. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo tenzi za rohoni, Mungu mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana, mkishukuru Mungu Baba kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mfanyalo, Bwana Yesu asifiwe, kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu katika hii dunia unapoanza ama umekimaliza, Bwana Yesu asifiwe, unafaa kuanza kwa jina la Yesu ukimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana katika ibada za saa hii huwezi kufanya kitu bila Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama tuna ibada inaenda
wanasema msegemee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unafaa kuanza na Yesu na umalize naye. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako wewe kama Mkristo wa sasa hivi, anza naye na umalize naye. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo generation hii inayokuja hii, wanasema ajabu, walichanganya mahali. Wanasema si Gen Z. Alafu inakuja ni Gen Alpha. Hivi baada wanza na wamalize na Z, wanaanza na Z, wakamalizia na Bwana Yesu asifiwe. Sasa maanisha hii itakuja huko mbele. Ndio mbele sana. Kama nyama one Gen Z, Gen Alpha. Baada wanza na Gen A, afunga ni Gen Z. Kwanza na Gen Z Alpha. Bwana Yesu asifiwe. Ili ile opposite. Sasa tunaomba sana generation haya. Bwana Yesu asifiwe. Maana maisha kama kitambo kwa mandururu, beni, shilingi, mimi hata shilingi kwa tumi. Bwana Yesu asifiwe. Angalia sasa shilingi hivi. Hebu kama pamoja supermarket tu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitakukataa tena mimi naiona. Haitumii. Naambia. Sasa kama waambiwa siku za mwisho itakuwa wewe ununua kitu kama huna chako. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa hiyo chapa imetoka. Ni kweli. Kama sasa hapo kuna simu ya mkono. Simu ya mkono. Ukitaongea ulikopo. Ya mkono hii imeinstaliwa kwenye mwili yani. Si design, ni sign that. Bwana Yesu asifiwe. Hizi siku zingezaja tumbeni Mungu. Utakuwa chafu. Observe. Bwana Yesu asifiwe. Haiko haitakuwa rahisi yani. Inataka nasema siku zitakazokuja nitatamani sana kusikiliza neno. Bwana Yesu asifiwe. Hamtalisikia kabisa. Maana watu watakuwa wametekwa kiakili. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa wametekwa kwa hali hawana maarifa ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sahihi, ulifuate neno. Fuate neno. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni wakati hata shewe nimesema hizo. Nitaka nikasema sasa hivi kama neno yote hapa duniani gani? Na Mungu anasema mtafuteni ufalme wa mbinguni kwanza na mengine atawajalia. Huko kwenda shuleni. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mimi bado sifikirii vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata tuko duniani. Kama alivyosema ati magari na majumba ya duniani si vyetu. Uko duniani sasa. Lazima uvumilike mwanzo. Ukifika mbele ndio zaidi. Sasa ni kama mimi ilikuwa ile modeli ya kusoma. Ilikuwa si kabisa. Lakini najiuliza, sasa Mungu imeweka kwenye tamaa yangu. Nikajijazia. Kwa kumwele. Sasa nasomea nini? Sasa kwa sababu kanisani tu naomba nasoma neno na hubiri. Sasa ya nini nilizangu shule? Nikaja nikamuuliza, nakumbuka nishaelezea story. Nakumbuka nikaja nikatumia mfano kama mimi nitamwona na rafiki yangu kwamba yeye atakuacha shule kwa sababu ya Mungu. Nikaja nikamuita baba yuko pale nje. Nikaketi naye vizuri nikamsalimia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba mimi kwa rafiki yangu ile shule yeye anasema hataki kusoma kwa sababu ya Mungu. Lakini alinichukua naomba msamaha sana. Kabisa. Alinichukua mfano, nilikuwa ni mimi. Alinidanganya, nilikuwa nisamehe. Kwa mfano kamwambia, rafiki yangu ni shuleni. Mungu hataki kusoma. Kamwambia sasa kama mimi baba anaweza kushauri ile jamaa. Kanambia, kwa sababu mwanangu alitumia hekima, nashukuru baba alijaliwa na hekima kweli. Akaniambia mwanangu, sasa hivi uko duniani na wazazi wako wanakutegemea. Wewe alikuwa ananiambia nikamwambia hivyo sasa. Wazazi wake walikuwa wanamtegemea. Sasa yeye lazima asome, aje asaidie wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana asiposoma wazazi wake watalishwa na nani? Ama hao ndugu zake ambao wako chini yake watavalishwa na nani, watasomeshwa na nani? Sasa najiuliza, sasa zingine za leo za mafaa. Ndio ujinga siku zote. Yaani nafikiria maono yale. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio kweli. Sasa zingine ukitipeka hapo. Nafikiria vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio kweli. Kuna watu wanaweza kufariki moyo, kuna watu wanaweza kuficha moyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio pekee yako ile mawazo yako yachunguze mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa hili ni baya
Sema kweli. Hiyo ni kwa kusema yeye hata mzangu wa mwisho. Tuwe na msimamo na Mungu na Yesu Kristo. Because it's the only way to kufikisha kwa mbinguni. Kama lakini tusipopata hiyo kwa mwenendo wa Yesu ambapo hili neno. Ambapo hili neno halikuja kufurahisha binadamu. Leo nipate hili neno kwa Yesu asifiwe. Wanataka kwenda katika njia zako za kulala yani. Kutoka kanisani na zako mabichi huko unaangalia unajua mimi za Kiswahili cha huko anasema matoto wale watu ziwani. Sasa wao kutoka kanisani ndio wanakuambia maneno sasa hivi lakini tuneni zetu ni jamaa huko wale sasa hivi. Pale ndio tunaweza Kiswahili cha hivi wale sasa hivi. Sasa ndugu zangu ukiona mtu wako ukiona kama wanaenda katika njia mbaya ndio mwanangu tafadhali nakuomba kanisani yako achana na injili. Injili inahubiri kama ni baba wanaweza asipokusikia. Mara kwanza ungelisha na mdomo. Si ndio hapo? Mara pili ungelisha na mdomo. Mara tatu nikataa. Kwani hakuna mabongo. Sasa pale wanaweza asifiwe. Lakini yeye anasema wanasikia kitaba. Ndio vipigwa fimbo ndio vipigwa hii kachapa asieni tena mwanangu. Mimi mwenyewe sisikii. Wewe sema nilichapa na sasa mwanangu mtu mkubwa achapa wewe. Sasa utajizuia tu. Sasa wazazi wa sasa hivi katika generation hii watu wanaharibika na ukweli. Wanaharibika na mbaya sana. Ukiona mtu anashikilia Mungu, shukuru sana. Mimi nashukuru Mungu. Nimeshuhudia kama kuna mmoja fulani alikuja kuelezwa na mtu fulani akamwambia kama wewe sasa hivi ujambua ushukuru Mungu, ashukuru Mungu. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu nimemjua Mungu angali niko kijana. Lakini ningemjua mzee, maisha yangu ndio amefunguka. Lakini maisha yangu mwanzo kijana na hiyo mdogo. Mimi namshukuru Mungu sana. Nashukuru sana kwa sababu nilimjua Mungu mimi. Nipate kwa mtoto. Yesu asifiwe. Sasa watu wazazi na ndio watoto. Yesu asifiwe watoto. Shikamoo. Mambo. Ninyi watoto na mkiamwachini na mama zenu au wazazi wenu. Sikizeni. Yesu asifiwe. Maki ndio wanawategemea. Wanakuja zeeka wani. Yesu asifiwe. Sasa mkiamwa chochote, mwanangu sio wewe sio. Hata kama wewe pesa za break. So hapo pesa za break. Mimi nakumbuka kuna ile za story kwamba alikuwa za shule, akifika nyumbani kuja piko. Lakini baada ya kuenda huko shule bila somo. Yesu asifiwe. Sasa lazima katika hilo lazima utakuja challenge yote. That focus na your goals. Yesu asifiwe. Sasa mimi nakuachia juani sana Mungu. Mzidi kumjua sana. Yesu asifiwe. Ukimjua basi. Hadi wewe mtambue. Ukimtambua maisha yako ndio yanaenda vizuri. Hakukosi majaribu. Wewe chukulia kwa njia ni ndogo ya kujimana bani. Na katika hizo njia kuna mavi, mkojo. Hadi kuna kupana kwa kweli yani. Umechukulia mfano kuna mimba wadungwa maneno hayo. Walitoa mwimba vizuri. Kuna magoa asikoelewa. Sasa ni majaribu makubwa. Kuna upepo kwa zangu kuteleza Yesu asifiwe. Lakini bado wafunga na ile sauti kuna mbele mbona kuita Yesu asifiwe. Kwanza ni zangu. Kwa sababu sisi ndio tunataka solution au matatizo.